Tumeona Tanzania na Urusi zimekuwa na mashirikiano kwa miaka mingi sana. Lakini katika mtikisiko wa sasa wa kiuchumi na kidunia, tunajua Urusi ana nguvu yake, ana mambo yake na yeye. Kwa namna gani ziara hii sasa, jana Kombo alituambia imeleta mtikisiko wa kidunia. Tunavyosema kwamba ziara hii imeleta mtikisiko wa kidunia, tuna maana gani? Ni sahihi kabisa kwamba kwanza nampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu nchi yetu hii toka tulivyoingia mahusiano na Urusi toka mwaka 1960 ndio tumekuwa na mahusiano makubwa na Urusi. Na tulipoingia sasa, tulipopata, tunasema Tanganyika ilipopata uhuru 61 na Tanzania ilipoungana na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoenda kule Urusi mwaka 1969, takriban miaka 57. Umeelewa? Ina maana viongozi wote walipita. Hayati Mwinyi alipita, Mkapa hayati alipita, Kikwete alipita, Magufuli, na hawakupata bahati ya kukutana na nani? Na Putin. Sasa Mheshimiwa Samia ameweza kupata bahati miaka 57. Itifaki yake ni ngumu sana mpaka umfikie Putin. Itifaki yake ni ngumu sana, inachukua muda mrefu kukuassess, kukufanyia vetting, unakuja kwa muda gani na kwa sababu gani? Kwa sababu yeye Putinism ile sera yake ya ukari kwamba ili umfikie na mpaka uingie pale katika, tunasema katika ile ikuru yake ile ya Urusi, katika ile falme, yani tunasema katika mapambo ya kifalme, ndani yake mule ukiingia unakutana na thamani ya kila kitu, vitu vimepambwa katika mifumo ya dhahabu, ni ngumu sana. Kwa hiyo ndio maana amesema Thabiti Kombo kwamba imeongeza mtikisiko katika nchi 193 za umoja wa wanachama UN na zile nchi mbili ambazo Vatican pamoja na Palestina ambapo ni waangalizi. Ni kama wanaweza wakawa wamestuka ile diplomasia. Kwa hiyo kwa jinsi alivyosema Thabiti Kombo, imeongeza mitikisiko kutokana na zile sera zilizoendewa kule. Ukumbuke Mheshimiwa Rais ameenda katika mambo kama masita hivi. Moja, kuhakikisha kwamba ndege yetu ya kuanzisha kwa shirika la ndege kutoka Tanzania kwenda Urusi kwa ajili ya kuvutia vivutio na una sekta ya utalii ambapo ni nadhani Julai itaanza. Lakini pia kutunukiwa ile shahada ya nini ya maendeleo ya kijamii. Lakini ukiondoa hiyo shahada, lakini sekta nyingine katika masuala ya kilimo cha ndizi. Unakumbuka, labda nikupe faida moja, Madam Makrina, nchi yetu sisi ni ya 10 yani katika kidunia inaozalisha ndizi duniani. Unafahamu? Katika nchi 193 nchi yetu ni ya 10 inazalisha ndizi duniani. Takriban tani milioni 4 kwa mwaka zinazalishwa. Lakini kiafrika nchi yetu ni ya pili, Uganda ndio ya kwanza. Sasa soko lile la uwekezaji wa ndizi, nadhani unafahamu faida ya ndizi katika madini ya potassium, inasaidia katika mambo ya afya, katika mambo ya shinikizo, mambo ya pressure, lakini lishe bora nadhani unafahamu. Kwa hiyo uwekezaji wa ndizi, nadhani unafahamu ndizi nyingi zinapotea. Kama takriban watu bilioni 8.4 wakatumia zao la ndizi, naamini Tanzania kama tumefika nafasi ya 10 duniani, tunaweza tukasogea nafasi ya pili. Tofautisha sasa hivi ndizi nyingi zinapotea. Kwa hiyo uwekezaji ule Mheshimiwa Kombo amesema umetikisa kuonekana ule uwekezaji. Ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike? Uadilifu tu. Yale ambayo yaliendewa na Mheshimiwa Rais yawe ya uadilifu, yatendeke kwa uadilifu. Hapo ndipo Tanzania tunaweza tukavuna keki ya nchi. Mimi na swali. Na japo subiri kidogo. Rama, endelea. Mimi na swali katika swala nishati na madini, kuna namna nyingine baadaye nitauliza. Urusi inaweza kushiriki vipi katika maendeleo ya mradi wa LNG, mradi wa gesi asilia Tanzania? Siku tulikuwa tuna mjadala, hebu saidie kidogo. Ni sahihi. Urusi kwanza wana utafiti mkubwa, wenzetu wameendelea, wamekuwa na vifaa ambavyo vina uwezo wa kujua na kufahamu kwamba ni njia zipi madini au gesi asilia inaweza ikakua kiuchumi. Sasa hivi tunapitia katika mambo mengi. Kwa mfano umeona soko la mafuta limekuwa juu. Tunahitaji teknolojia sasa kuibadilisha hata katika mifumo ya miundombinu, tuanze kutumia matumizi ya chini ya mafuta. Kwa hiyo utafiti wa gesi katika mambo ya nishati itasaidia nchi yetu kuondoka. Sisi tumepata bahati, kwa mfano Mtwara kule, nadhani unafahamu,
kuna gesi. Hata ukienda Rufiji nadhani kuna baadhi ya nyumba zilianza kufungwa mabomba ya gesi. Kwa hiyo ni kama Urusi wataingia vizuri kama swali lako linasema, na uadilifu ukafanyika vizuri, na gesi yetu ikaamua hapa kuzalishwa hapa, tunaweza sisi tukaanza taratibu hata matumizi ya gari zetu ambazo sasa hivi nadhani unafahamu, kama unaona kuna baadhi ya sheli zina toa huduma ya gesi. Sasa tukiwa na gesi yetu asilia tukajidai, na baadhi ya magari hata bajaji zikaanza kutumia matumizi ya gesi, naamini hata ongezeko la mafuta linaweza likapungua. Na hii sera tunaweza tukaamua sasa, sera kwa mfano ni miundombinu ya usafiri, kwa mfano magari machache ndio yatumie mafuta, tuanze sasa rasmi, kwa sababu tuna gesi asilia. Kwa hiyo kupitia huyu Urusi akija vizuri, akifanya utafiti na uadilifu, kikubwa zaidi ni uadilifu tu. Uadilifu ukiwa mzuri, kaka yangu, tunaweza sisi tukala keki ya nchi hii. Magdalena, kwako. Kitu kingine ambacho nilikuwa nataka niulize, na nadhani ilizua kidogo mjadala pia jana, nimeona maswali yamekuwa mengi. Jambo la kwanza ambalo nataka kujua kutoka kwako, tunasema tumesainiana mikataba ya asili ya kutotoa asili. Namna gani nchi moja inaweza ikaiamini nchi nyingine kwamba haitotoa asili katika yale ambayo mnakubaliana, hasa katika eneo muhimu kama eneo la nishati ya umeme? Ni katika sera ya kimataifa, nadhani katika zile mambo makuu matano ya mikataba, ni miongoni mwa mikataba inaweza ikawa ya asili au ya uwazi. Katika ile kiza mambo matano ya mikataba ya kimataifa, mikataba inaweza ikawa ya asili au ya uwazi. Sasa nchi moja kama tumekubaliana kusaini mikataba ya asili, ni namna gani nchi moja kidiplomasia, lakini naamini Urusi sisi tuna takriban miaka 57. Ila sasa angalizo, hiyo mikataba ya asili nadhani walioenda kule wengi wameenda katika misingi ambayo ya uadilifu. Tumemwona Kitila Mkumbo, naamini viongozi hawa wengi wataingia katika misingi ya uadilifu. Kwa hiyo mikataba ya asili nayo ina madhara yake. Kama diplomasia mkivurugana, mambo yanaweza kawa hadharani. Na ina masharti vile vile ya kulinda diplomasia. Ni kama vile umekiana na mtu siri, maana yake usivurugane naye. Ukivurugana tu kila kitu kiko wazi, na inaweza ikaleta udhalilishaji katika taifa moja. Kwa hiyo angalizo ni lazima nchi yetu ya Tanzania kuangalia makini zaidi na kuitafsiri hiyo mikataba, isije baadaye ikaleta shida, kwa sababu viongozi wanaondoka. Anaweza kaja kiongozi mwingine kwa awamu nyingine, hakawa ile mikataba ikamletea shida na isitekelezeke, kwa sababu awamu zinapita. Nadhani umefahamu, awamu ikishapita kaja kiongozi mwingine, kukawa na sera yake, na kaona kama mkataba mimi ndani nao, mwisho wa siku ikaleta shida katika taifa letu hili. Kwa hiyo lazima serikali iwe makini zaidi katika hiyo mikataba. Tuje kwenye diplomasia. Tunavyoambiwa kwamba Tanzania hatuna vikwazo, lakini kuna changamoto ndogo ndogo ambazo tunakumbana nazo. Hii inakuwa ina maana gani tunavyosema kwamba Tanzania hatuna vikwazo, lakini kuna vitu vidogo vidogo? Ni Mheshimiwa Thabiti Kombo, mimi mzee wetu katika mambo ya kidiplomasia, mambo ya nje, kwanza nampongeza sana, na ameweza kuifanya jana hotuba yake kuikontrol na kupunguza pressure. Tukili kabisa kuwa kwamba katika hizi nchi 193 tukili Tanzania kuna maeneo kuna shida, lazima tuyafanyie solution. Hilo lazima tukili. Kwa sababu kama juzi bunge waliongea hapo bungeni waliongea na wabunge wakataka kumwomba Mheshimiwa Thabiti Kombo na Mheshimiwa Spika wa bunge waende wapi katika hizo nchi zenye shida. Na ukiona kwa mfano nchi moja ambayo yenye shida imeweza kuzuia visa, wabunge wenyewe wamesema kwamba maseneti wamezuia visa za kuingia wapi katika nchi. Bahati mbaya kidiplomasia huwezi ukazitaja kwenye hizi maiki, tunalinda zile diplomasia za nchi, lakini hizo nchi wabunge wenyewe bungeni, sisi tulikuwa hatujui. Mimi na wewe Maklina dadangu ulikuwa unajua, wabunge wenyewe wametamka kuwa kwamba tuna shida. Kwa nini wao wameweza kufanyaje kuzia? Kwa kuna shida wakati mwingine ya wawakilishi wetu bungeni. Kabla mambo hayajaenda juu, lazima kwanza tuyatafakari, tuyapime, ni kauli hizi sije zikaleta mvurugano, kwa sababu mheshimiwa jana amezungumza vizuri kwamba tuna shida tu za ndogo ndogo, lakini juzi wiki moja bungeni wamefanyaje? Wameongea, wamemtuma Mheshimiwa Thabiti Kombo. Kwa hiyo vitu hivi lazima tuviangalie, tujisahihishe. Kama kuna shida, diplomasia yetu tunahitaji kuimarisha, tukae pamoja na nchi nyingine,
tuangalie nchi yetu sisi, bahati nzuri haijafungamana na mataifa yoyote, lakini lazima tukae kwa jicho. Lakini hatuwezi tukasema hakuna matatizo ikiwa wiki moja bungeni walizungumza. Mimi sijazungumza wewe wala sijazungumza mimi, wabunge wenyewe wamemtuma spika wa bunge, wamemtuma na nani, na Mheshimiwa Thabiti Kombo aende katika hizo nchi zenye nini migogoro, na wamesema kabisa wamezuiliwa nini visa. Kitendo cha kuzuiliwa visa maana yake hapo kuna nini, kuna shida. Kwa tafsiri hiyo moja kidogo hapo Makrina, subiri kidogo hapo Makrina, kabla hujauliza lingine. Mimi niko hapo. Diplomasia, je, Urusi inatumia ushirikiano wa nchi za Afrika kuimarisha ustawi wake katika mfumo wa kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa? Wana mkutano wao unaitwa Russia African Summit. Wametoka 2007 waliandaa hiyo mikakati kuhakikisha Afrika, tena wanafadhili kiasi kikubwa mambo ya scholarship, mambo ya kilimo. Ni basi tu kwa sababu hizo fursa tulikuwa hatuzifahamu na tulifungwa. Unajua zile fursa zilikuwa zinakuja, watu wachache walikuwa wanapata zile fursa, wanapewa tiketi za ndege, unakuta mtu ana safari zake kwenda Russia. Ni sasa hivi unaona watu wengi wamefunguka, hata dadangu Imani na nini nimemwona huko juzi. Kwa hiyo watu sasa hivi ndio wameweza kufunguka kwenye hizi scholarship kuanza kwenda katika mataifa mengine. Hata dadangu Makrina hapa akipata scholarship anaweza kaenda Ufaransa pale kwenda kuangalia mkutano wa nini wa Kiswahili. Ni sasa hivi ndio mambo yamekuwa wazi. Umeelewa Kwa sakini zamani zilikuwa zinakuja watu wanakaa nazo mfukoni, zikija nafasi 10 wanabebana watu wachache, lakini sasa hivi Russia ameweka wazi, ukiwa na uwezo wako kama umeomba wanakufadhili unaenda. Nilichokuwa nataka niulize hapo kati Rama kaniingilia, umesema kuhusiana na bunge wiki moja limeongea. Unadhani wabunge wetu katika bunge hili kwamba wanakuwa wanaongea vitu kabla hawajalifanyia tafiti, ama hawapimi impact ambayo inaweza kutokea baada ya kuongea, wanakuja tu na kuongea bila kujua nini kitatokea baada ya mjadala huu? Mheshimiwa Waziri Mstaafu awamu ya 4 Mheshimiwa Pinda alizungumza 2024 maneno haya. Kabla ya kiongozi hujazungumza, iangalie kauli yako unachokitoa, kwa sababu unachokitoa waga mara nyingi ukipime. Alizungumza, nadhani alizungumza katika hali hiyo ya kuwasishi viongozi. Sasa viongozi wetu wawakilishi, kama unaona hizi kauli mbili zinakinzana, Mheshimiwa Thabiti Kombo amezungumza kwamba tuna matatizo madogo, lakini unaamini kwamba juzi bunge la nini la Uingereza limeandika barua, hamna mtu asiyofahamu. Barua imeweka wazi na Wizara ya Mambo ya Nje imejibu kwamba hayo matatizo tunaweza tukayashughulikia. Sasa lakini wiki moja wabunge wamezungumza kwamba kuna baadhi watu wamenyimwa nini visa kuingia katika hizo, tena viongozi wamezungumza, viongozi wa kisiasa, au hawajazungumza wabunge, wamezungumza viongozi wa nini wa kisiasa. Kwa hiyo nini cha msingi, lazima wawakilishi kabla hawajazungumza wapime tunasema wapime kauli zao, na zile kauli kabla zijazungumzwa lazima zisiwe za miemko, ziwe ni kauli za utafiti wa kina kabisa. Kama leo mimi nashukuru tumefanya utafiti wa kilimo cha ndizi. Unajua kama kilimo cha ndizi tukafanya vizuri, nchi yetu inaweza ikafanikiwa, kwa sababu kama tuko nafasi ya 10 kidunia, maana yake tunaweza kufanikiwa. Hapo mimi nawapongeza serikali. Lakini sasa kwenye kauli lazima tupime kauli zetu viongozi. Tuje kwenye kilimo hapo nje ya diplomasia na mambo mengine. Tuna ndizi, tuna korosho, tuna kahawa, tuna vitu vingi. Tanzania itanufaikaje na teknolojia za kilimo kutoka Urusi kutokana na ziara hii, nje ya mengine ambayo tumeyazungumza? Nadhani umemsikia Mheshimiwa Rais alizungumza kwamba uwekezaji wa kilimo cha ndizi dunia nzima, ndizi ndio inatumika sana, na kama Tanzania tumefika nafasi ya 10 duniani na Afrika nafasi ya 2, Uganda ndo nafasi ya kwanza. Sasa kama kilimo cha ndizi kikawekezwa vizuri hapa, naamini tunaweza tukalisha takriban nchi 200 au 100 na ushehe, maana yake inaweza ikaongeza thamani. Ujue nataka nikwambie kaka, Tanzania ndio nchi ambayo yenye kupoteza thamani ya mazao. Leo hii ndizi inachukuliwa inapelekwa Mabibo pale, inaoza, mkulima amelima lakini inapelekwa Mabibo inaoza. Leo hii nyanya inatolewa kule Sumbawanga inapelekwa Mabibo pale sokoni au nani, inaoza, haina thamani. Lakini kuna nchi nataka nikwambie kakaangu, kwa mfano ukienda nchi za ukanda wa Uarabuni, hawalimi, hawana mvua. Sisi thamani yetu tunaweza tukachukua mchicha wetu huu tukaufunga tukaupeleka wapi? Uarabuni. Sisi nyanya yetu tunaweza tukaichukua tukaipeleka Uarabuni. Hiyo ndio thamani. Serikali wafungue masoko. Tunatamani mimi kilimo changu ni kilima, nisitegemee hapa nikakuuzia wewe tu peke yake. Lazima nifungue. Leo hii mchele wa Mahenge pale
mpaka unakuwa unakosa thamani wakati mwingine. Wakulima sio kama walimi, lakini tunahitaji kufungua dola. Kama tuna ndege, tumeamua kufungua ndege za kwenda Urusi. Kwa nini tusifungue tukawa sio na maajenti wa biashara mbalimbali za kilimo? Nchi za wenzetu wale kilimo hawalimi, kwa mfano nchi za jirani hapo, mimi nimeenda nchi moja, chungwa moja linauzwa $2. Sisi machungwa tunauza bei gani? Kuna chungwa moja hapa, ukienda hapo Msata chungwa shilingi 50. Sisi nchi yetu kwa kuuza chungwa shilingi 50. Na kati kuna soko pale, ukienda jirani, nilikuwa kwa balozi tena nataja tu hapo Zimbabwe. Nilikuwa Zimbabwe kwa balozi nani Kaganda hapo. Chungwa moja ukienda dola ngapi? $2. Dola 2 bei gani? Haya hapa sisi chungwa Msata bei gani? Viazi Zimbabwe hapo wana shida viazi vitamu. Viazi vitamu wanavipanga. Zimbabwe ndo nchi inaonunua kwa kila kitu $. Viazi vitamu vile vikipangwa $4 hadi 4-5. Nilikuwa na balozi yule Kaganda ambaye nilikuwa ananiambia, nyinyi vijana mwekeze mji huku Zimbabwe wanatumia $. Hawalimi, wengine wana mambo mengi. Je, sisi viazi sokoni vinapangwa kwa fungu 100. Miogo, serikali kama watu wanaamua kulima wafungue masoko ili sipate hela. Sisi tukipata hela hatutomlilia serikali, wala ni kila mmoja atapita kwenye njia zake. Kama masoko yapo Malawi tu. Tulikuwa nilienda mwaka 2024-25 nilikuwa na barozi. Wana shida kibao hadi na nyanya chungu. Ukienda sokoni, nyanya chungu ni adimu. Haya sisi Mbeya nyanya chungu, viazi mbatata, vikipo kibao. Ndio nchi ambayo inajaliwa kila kitu. Kwa hiyo kakaangu nataka nikwambie, mimi kilio changu cha serikali na waomba wafungue fursa za nje. Ukifungua fursa za nje, watu wanalima, mtu anafungasha mboga za majani. Huu mpango wa mboga za majani kuuza shilingi 500 umepitwa na wakati. Na wakati leo hii Arabuni haya Dubai wana mvua. Hawana mvua. Haya mboga za majani wanazitoa wapi? Tupeleke agenti, wanaagiza. Nikifungasha vizuri pakeji yangu, nikawa na agenti, tuna korosho. Sisi leo tunaitambulishaje korosho? Singida wanalima korosho. Mtwara wanalima korosho, Pwani wanalima korosho, Dar es Salaam baadhi wanalima korosho. Tunahitaji korosho yetu iwe na thamani. Sio korosho leo unaenda Chalinze pale mtu anauza pakti shilingi 2000. Amehangaikia pakti 2000. Tunataka kile kipakti. Kakaangu mimi naumia, nataka nikwambie, nilikupo huko kwa Zanzibar. Anatoka mtalii kutoka nje ya nchi, unafahamu, anakuja Zanzibar. Tena na hili lazima tuliangalie. Ananunua iliki pakti ngapi? Anaweza kanunua iliki pakti za 10,000. Akienda kula na vifungasha vidogo anauza $1. Kwa sababu ule mzigo sio ukaguliwi kwenye ndege. Anaupakiza tu kama ni sehemu ya nini? Yaani hao watalii usifikiri wanafika huko. Wanaenda mwani. Hakuna kitu kinachoniuma. Wanatoa mwani Zanzibar wanauziana kwa gharama kubwa. Kitu kinachoniuma mimi iliki yangu ya Tanga, anakuja mtalii ananunua kwa shilingi 10,000. Kakaangu mimi msikufichi, nakwambia ukweli. Tumeenda pale nchini Dubai mwaka 2025, nakwambia. Anakwambia wewe ukishakuja hapa unafuata masharti ya kwetu. Ndio. Kwa sababu hauna ndugu huko, hauna pa kulala. Sio kweli. Lazima kila kitu utatumia nini? Sio kweli. Kwa hela. Lakini sisi tumekuwa favor. Hata mtalii anapokuja hapa, kina nyuma akija mtu utalii hapa analipa sawa chumba kimoja sawa sana mimi ninacholipa. Mimi nikija Zanzibar nalipa kwa shilingi 50,000. Na yeye mtalii analipa hiyo bei ya 50,000. Ukienda nchi za wenzetu, hawa wanapokuja lazima ndio watuongezee pesa. Kwa hiyo swala la kilimo, kama swali lako la msingi uliouliza, serikali yetu inahitaji kufungua masoko nje. Wenzetu wana shida, sisi tunalima viazi mbatata huko Mbeya, huko wapi huko, kwa mfano kama Arusha kuna kahawa huko. Kuna mshikaji wangu mmoja yuko pale ana kahawa ya kutosha. Kahawa hii mpaka inaoza wakati mwingine. Ukianza kutegemeana kila saa ajira za serikali. Mimi mwenyewe kwa mfano na kiwanda, unafahamu kama mimi natengeneza mbolea organic Bagamoyo. Umeona? Nahitaji na mimi mbolea yangu nipeleke nje ya nchi. Tufungue masoko ili mbolea yangu na mimi nipeleke nini? Nje ya nchi. Nipate hela. Mimi sikufichi, mimi nikipata hela unafikiri nitakuwa unaniona kwenye vipindi hivi. Kwa hiyo mimi nilikuwa na shauri. Yaani mimi nakwambia, kwa sababu una uhakika nini wa kupata hela, na pesa ndio tunatakiwa tupate mtaji. Kupata pesa mimi nitaoa mwenyewe nauza mwani. Nitajenga nyumba nzuri. Nitakuwa na gari zuri. Ndio, hata nitakaa vizuri na jidai. Sasa leo hii mimi na kupanda daladala. Kwa serikali ifungue soko la nje. Bwana Omar Pumzi, atumpe swali la mwisho, maana tunaangalia tufanye swali la mwisho, muda wetu sio rafiki sana. Sawa, mwacheni alie dakika zake. Mheshimiwa Rais, nakuomba tufungue soko la nje. Sisi tunaweza tukasema kiasi kadhaa chakula kibaki, lakini tufungue soko la nje, tusibane. Kama Wachina wanaleta pikipiki hapa,
kwa nini sasa sisi tusipeleke na sisi vyakula vyetu nje? Tukafungasha maagenti. Kwa hiyo mimi nikasema Mheshimiwa Rais kama anatupenda sisi vijana, tufungue soko la nje, kila mmoja acheze na karata yake. Unapakiza mzigo wako pale airport, unaupeleka nje ya nchi, una agenti wako kule kama nyanya chungu, sokoni zinaenda ndio. China si nyanya chungu zinaenda tu pale unapeleka au upeleki wangu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.